Kwenye safu ya biashara, mtazamaji, ajali 13 zilizohusiana na uhifadhi au usafirishaji wa mafuta ya petroli au gesi ya kupikia zilinakiliwa humu nchini kati ya mwezi Julai na mwezi Disemba mwaka jana na kusababisha hasara ya takriban shilingi milioni 197. Ripoti hivi punde ya Halmashauri ya Kudhibiti Kawi na Petroli inaashiria kwamba makosa ya kibinadamu ndiyo ya kulaumiwa kwa asilimia 83 ya ajali hizo, nyingi zikiripotiwa katika kaunti ya Kakamega, Busia, Kisumu pamoja na Nairobi. Taarifa kamili ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Ongezeko la ajali zinazohusisha usafirishaji na uhifadhi wa petroli na gesi ya kupikia limezua wasiwasi nyingi, zikihusishwa na kuchoka kwa madereva au ukiukaji wa kanuni zilizoko. Ripoti ya hivi punde ya Halmashauri ya Udhibiti Kawi na Petroli imeashiria kwamba asilimia 41 ya ajali za magari ya kusafirisha mafuta husababishwa na kutozingatia kanuni za salama, ilhali asilimia 39 hutokana na makosa ya kibinadamu. Halmashauri hiyo inatoa wito wa utekelezaji wa mifumo ya usalama katika usafirishaji bidhaa hizo ili kukomesha ajali hizo. Kwingineko, mazingira ya kibiashara yaliimarika mwezi jana, lakini ukuaji huo ukafifia kidogo kufuatia matumizi ya mbinu jumuishi za uuzaji. Ripoti ya hivi majuzi ya benki ya Stanbic inaashiria kwamba biashara zilinakili kupungua kwa uajiri na ununuzi, hali ambayo iliathiri uchumi wa taifa. Na mwishowe, Kenya inalenga kutumia mbinu ya uchakataji ili kuimarisha uzalishaji katika sekta ya nguo. Katibu katika idara ya ustawi wa biashara ndogo na za kadri, Susan Mangeni, amesema serikali inatafuta ufadhili kuwawezesha wakulima kuongeza thamani mimea inayotumika katika utengenezaji nguo, mbali na kupunguza hasara inayojiri baada ya mavuno. Working out a model where you put there an off-taker, an investor maybe who wants to do value addition or who wants to set up the common user facilities and manufacturing facilities for value addition. Ndutamo Kami, Darubini.